Habari ndugu msikilizaji wangu wa mchana wa leo huu, tunapoenda kujifunza neno la Mungu ambacho kichwa kinasema giza kuu limeifunika dunia. Dunia kufunikwa na giza, yani ndio somo. Giza kuu limeifunika dunia. Dunia imefunikwa na giza kuu. Si wewe uko wapi? Si na wewe giza hili linapofunika dunia? Na uko miongoni wale watu ambao wako katika giza kuu, ambao huoni mbele, kushoto na kulia, hujui maelekeo, hujui mwisho wako, hujui mwisho wala nini kinachoendelea katika ulimwengu huu. Na wao uko katika wao ambao wako katika giza, ambao wanapapasa. Kuna wakati wana wa Israeli Musa anapoenda pale Misri kuwatoa wana wa Israeli, Mungu aliwaambia yani akaleta giza kuu, watu wakapapasa. Kumbe mahali kuna giza unakukosea. Mahali kukiwa na giza unaweza usijue kitu kiko wapi, unaanza kupapasa mlango. Stima ipotee, kuwe na giza. Unapotaka kutoka mlango utapapasa. Mwanzo kama wewe sio mzoefu hiyo nyumba, unaweza ukashinda mlango uko wapi. Unaweza ukagonga ukuta kwa sababu kuna giza. Sasa dunia ambayo tupo zai iko katika giza nene. Watu wanapapasa. Makundi ya watu katika wokovu pia wao ukiwaangalia kwa macho ya ndani unaona watu wanapapasa pia na wao. Scientists, watu ambao wanategemewa kielimu kubwa duniani, pia wao wako katika hiyo viwango ya kupapasa. Na wao wanashindwa dunia na kaanje. Wasa tuombe ili tupate kuelewa. Kabla tujaomba, kuna wana scientists wenyewe nimesema wako katika giza kuu. Wengine wanasema dunia kuna jiwe kuu linakuja kuanguka. Wengine wanasema sasa hii dunia ni kama imekaa hivi upande mmoja ni kama inaanguka. Na mimi nawapongeza, ni ukweli. Ni ukweli, Isaya mwenyewe anasema dunia inawayawaya kama masela. Ni ukweli ya kwamba dunia mahali imefika inawayawaya kama masela. Na ndio manake watu wako katika giza nene, wanapapasa. Makundi ya watu yametokea, na hata wao ukiwaangalia kwa macho ya ndani unaona pia hawa watu wanapapasa. Wasa tuombe ili Mungu apate kutuongoza. Muumbaji, mfalme na Mungu mwema, Mungu mwaminifu, Mungu muumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Baba sana, wakati huu tumekuja mbele zako. Tunahitaji kuongozwa na wewe. Tunahitaji hekima yako. Baba, hekima ya kibinadamu hatuwezi kulielewa neno lako. Kwa sababu haya ni maneno ya rohoni, yanatafsiriwa na mtu wa rohoni. Baba, tujaze na Roho wako Mtakatifu ili tupate kulielewa neno lako. Tunaomba msikilizaji atakayesikia hili neno, Baba, asilisikie tu likapita tu kwa masikio yake, bali liwe ni mbegu, likapande mbegu iliyo njema na ikakue, maana sisi ni wapanda mbegu. Kuna wengine wanamwagilia maji, lakini wewe ndio mwenye kukuza ile mbegu. Baba, kakuza ile mbegu, basi hisi neno lako likapate kuwa ni mbegu na ukalikuze likawa ni neno kubwa, likafanya kazi ndani ya mioyo ya watu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tutaenda katika kitabu sa Isaya. Naitwa Isaya ama Ishaia. Kitabu sa Isaya. Isaya 60. Isaya 60 verse 1. Isaya 60 chapter 60 verse 1. Tutazoma. Inasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia. Inuka uangaze. Kwa sababu nini? Anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia. Utaondokaje uangaze? Yesu anasema sisi ni nuru. Anasema ninyi ni nuru ya dunia. Ndugu yangu, mahali ulipo wewe kama mcha Mungu wa ukweli, jiamini. Yaani amini ya kwamba wewe Mungu na kituo chake sote kiko ndani yako. Yaani Mungu na kikosi yake yote, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Mungu yupo ndani, Kristo yuko ndani, mpaka malaika nao wanakusingia watakatifu.
Kuwa na hiyo imani. Usiogope kabisa. Usiogope kwa sababu Mungu anakuambia ondoka uangaze. Kwa maana nuru imefanya nini? Imekusukia. Ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia. Nuru yako imekuja. Nuru yako inakuja kutoka wapi? Yesu anaambia watu ninyi ni nuru ya dunia. Kwa nini awaita nuru ya dunia? Yesu mwenyewe ndio nuru. Na anapokuwa na wewe unakuwa nuru. Yesu Kristo alikuwa duniani akaangaza. Alipoangaza aliacha wanafunzi wake waendelee kuangaza. Na wale wanafunzi wake nao akawapatia pia, akawaambia akaacha hao wanafunzi wake nao waendelee kufanya watu wengine pia kuwa nini? Wanafunzi. Ili mwangaza uendelee. Sasa amuka uangaze. Ondoka uangaze. Kwa maana nuru imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Je, unaamini na utukufu wa Mungu wewe? Je, kama Mkristo unajiamini ya kwamba wewe ndio unatakiwa uwe kielelezo cha dunia jinsi inavyoenda? Wanasayansi wakisema dunia ni kama iko pande moja, kama inataka kuanguka, wewe mwenyewe unaelewa ni nini kinachoendelea. Maana Biblia katika Isaya pia imesatuambia ya kwamba dunia inawayawaya kama mashela. Inalewa kama vile mlevi. Nini kinaleweza dunia? Maovu ya dunia yameleweza dunia hii. Na hakuna kitu hakisikii. Chochote kile Mungu alichokiumba kinasikia. Hata ardhi ukisemesa inakusikia. Ardhi yenyewe imefika mahali mpaka yenyewe imesema hapana. Hii maneno imekataa. Kanuni ya asili imefika mahali, ile dhambi ambayo zinafanyika duniani imefika mahali yenyewe inasema sitavumilia tena. Na Mungu mwenyewe anasema sitavumilia uovu wenu, umefika mwisho. Sasa kuna ile grace period ama wakati wa rehema, muda wa rehema, wakati wa rehema, grace period. Sasa tuko katika hiyo kiwango sasa. Sekunde ama nusu sekunde hatujui. Kuna vitu ambazo Mungu hayatuwekea hadharani hivi. Lakini kuna vitu anatufunulia kidogo tupate kujua dalili za siku za mwisho. Lakini yasema mwisho ni kesho ama kesho kutwa, hakuweka mwaka. Lakini sasa hivi ukiangalia ni mwisho wa dunia. Sasa tuko pale. Ondoka uangaze. Nani anaambiwa aondoke aangaze? Ni mtu wa Mungu. Huwezi angaza, maana tumekuja kujua kumbe nuru ni nani? Nuru ni Yesu. Kama una nuru ambao ni Yesu, utaangazaje? Hauwezi. Mungu anasema amuka, ondoka uangaze. Kwa maana nuru imekuja na utukufu wa Bwana umekushukia. Ndugu yangu, hii nuru ulio naye unaiangaza mbele ya watu. Sasa tutaangalia vizazi ambao tuko sahihi. Kuna watu wanaona nuru lakini kama hawaoni vizuri. Wakati wa mwisho Yesu akitabiri mambo ya Yerusalemu, anasema mtakapoliona sukisho le uharibifu, mkimbilie wapi? Milimani. Sasa ndugu yangu, wale wa Israeli hawakukimbilia milimani kabla ya sukisho ya uharibifu. Hapo ndio tunapoteza focus. Kuna watu wameanza kuingia porini na mistuni kabla ya sukisho la uharibifu. Unaona? Mnyama mwenyewe yaanza kutawala, yaanza kupiga watu. Ile kitu anafanya sasa hii ni kiroho yaanza kufanya ile physical. Tulisema wakati mwingine ukiona kitu kinatokea physical, kilianza spiritual. Kuna spiritual matters and practical matters. Kuna vitu ambavyo ni vya kiroho na vitu ambavyo ni vya kuona na macho. Sasa hii ile kitu imeanza saa hii ni vita ya kiroho, vita ya kiroho. Unaona? Vita ya kiroho ndio imeanza sasa sana kabla ile vita nyingine sasa ikuje. Mpinga Kristo ameanza kuandaa watu. Na amefanya micropony testing zake nyingi. Moja wapo yao hata ya corona ilikuwa ni micropony test. Kuna watu walikuja akiusa macho, tukimuliko hivi unapewa ile micropony testing ile. Yaani watu hii seri ikiwekwa hata isukulia hiyo. Je, wana akili ya kufikiria nini kinachoendelea? Sasa Shetani hawezi kuja tu katangaza Sunday law, alafu watu na serikali wasikana waanze kupiga wengine bila kuandaa wale watu kiroho.
Wapinga Kristo wameanza kuandaliwa kiroho. Ule mpinga Kristo amesimama na sasa anaandaa watu kiroho, kuwaweka ushetani ambao ni roho ngumu. Ndio wale ile kitu kitangazwa, watu ambao watafanya kazi, usifikiri shetani atakuwa tu ameingia tu ile wakati. Watakuwa maandalizi yalifanyika kitambo. So tutajifunza tu pole pole. Hata mimi ni mwanafunzi katika shule ya Kristo. Maana tasema giza litaifunika dunia na giza kuu litasifunika kabila za watu. Mbali Bwana atakusukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Kama kuna kitu nimependa mimi, hii mstari ya pili. Maana tasema giza litaifunika dunia. Sasa hii giza imeifunika dunia. Hakuna mtu ana uhakika ambaye ama amefungukiwa vizuri, akafunuliwa vizuri, akapata kuelewa dunia inaendaje hii. Hata scientists. Hata wale watu ambao ni Wakristo, wengine wanajua ya kwamba hii kanisa imeasi na wanatoka. Na wakitoka wenyewe unakuta nao wana maasi yao. So, tutafanyaje? Tuombe sana na tusikize sauti ya Yesu mwenyewe. Wa Biblia Ufunuo inasema ya kwamba watakatifu wanaomfuata Kristo popote aendapo. Fuata Kristo mahali popote anapokupeleka. Mahali popote atakapokupeleka, usijali ya kwamba huwa watu watasemaje, lakini mahali popote Mungu Yesu atakayokupeleka, lakini usijipeleke sasa wewe. Watu wanajipeleka. Na kwa nini watu wanajipeleka? Ya kwamba Mungu hawezi kukutuma porini wakati kuna watu wanatakiwa uhubiriwe. Unaenda kuhubiri nani porini? Wakati wa mpinga Kristo watu watakimbilia porini. Wakikimbilia porini, watakuwa ni watu wote wamekimbilia porini, wale watu ambao ni wacha Mungu, hata kama mtu ajielewi. Kwa hivyo hapa watu mtakutana na watu mtahubiriana huko porini. Sasa nikwambie, kikundi kimoja kijitenga watu 3 5 ambao mna imani moja, nani mnaenda kumhubiri porini? Nobody. Hakuna mtu unayeenda kumhubiri porini. Tunaingia porini eti Yesu anakuja, si mpinga Kristo. Amuna. Huo ni upotovu. Kuenda katika uwanja si wa ndege tunasafiri bila passport. Hiyo pia mwingine unaonekana akili yako pia haifanyi kazi vizuri. Yesu Kristo alipoenda pale huwa na Petro, walipoitishwa kondri, Yesu alimtuma Petro, nenda katika uvuaji wa samaki. Alimtuma Petro kwa kazi yake ambao ni professional wa kufua samaki. Akaenda akaleta zile hela, wakalipa ushuru. So lazima tuwe na hekima ambao Mungu ametupatia. Biblia inatuambia tutumie hekima yetu jinsi ipasavyo. Tumia akili vizuri mpaka ukisikia unyasi na waka moto kidogo tuliza. Sasa ukaenda na excess, maana ukuwa na kiasi pia ni vizuri. Ukijaribu kutumia akili sana usikie mpaka waya ni kama sinawaka moto, tulia kidogo. Ukaenda excess pia ndio ukalipuka. Maana mwanadamu ni mtu ambaye yuko limited. Ni mtu ambaye ana nini? Ana kiwango zake za kufanya ama za kufikiri. Sasa tuko hapa. Haya, tuende kwa kitabu sa Mathayo, tutaisoma pale ndio tusikanisha na hii. Sasa tumalize hapa kwanza, maana hapa kuna utamu fulani ambao nataka watu wa Mungu waelewe. Inasema maana tazama giza litaifunika dunia, ambao tumesema giza limefunika dunia saa hii. Hakuna mtu ambaye anauelewa udhabiti, uelewa ambao uko sahihi ya kwamba Kristo anakuja. Mwaka gani, siku gani? Watu wanajaribu kutafuta. Ndio maana nimesema watu katika giza, na kujua katika giza lazima papashe. Hauwezi jua. Watu wako hapo. Wengine wanapika mpaka mahesabu ya siku na miaka. Yesu hiyo mahesabu ya kupiga. Ya kwamba tutumie akili zetu. Na tusitumie akili zetu wenyewe. Yesu Kristo anatuambia tutumie akili, lakini tuchanganye na yeye. Tusitegemee akili zetu sisi wenyewe. Hiyo ni kitabu cha Methali 3 mstari wa 5. Mkiri Yesu Kristo katika njia zako zote, naye atanyoosha mapito yako. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Usitegemee akili zako mwenyewe. Ukitegemea akili zako mwenyewe, ndugu yangu, neno la Mungu huwezi kulielewa. Utalisoma kama gazeti. Neno la Mungu lile rohoni, lazima uwe na Mungu ndani yako. Uwe na roho wa Mungu ambao ndio mtafsiri wako na mwelekezi wako. Mbali Bwana atakusukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Giza kuu litaifunika dunia. Mbali wewe Bwana atakusukia na utukufu wake utaonekana kwako. Giza kuu litafunika nini? Dunia. Dunia ni kina nani? Dunia ni wale watu ambao mataifa, ambao watu ambao hawamjui Mungu, ndio dunia hiyo. Yaani ndio watafunikwa na hii. Lakini sasa mtu wa Mungu wewe utakiwa uwe gizani.
Paulo anasema hii siku haiji isipokuja ule ukengeufu, uharibifu, akaonekana yule mtu wa kuazi ambaye unjifanya yeye mwenyewe kuwa ni Mungu na ameketi katika kanisa la Mungu. So hiyo ni wa Thessaloniki 2:3. Sasa dunia imejaa giza na watu wanapapasa papasa. Lakini wewe mtu wa Mungu unatakiwa upapaze. Mtu wa Mungu sasa ile kitu kinatakiwa uwe naso ni nini? Usikuwe Mkristo wa matukio. Ile kitu kinafanya watu wanatafuta sana Yesu anakuja mwaka gani sana, watu wengi sana. Katika 70% ya watu, 25% ni wale watu labda wanataka kujua sana pengine na ni waacha Mungu. Lakini watu wengi sana ni wale wa Kristo wa matukio. Hata kujua nitaanza ulevi lini. Je, Sunday leo inawezekana naso itengezwe mwaka kweli? Ndio sasa mimi nianze kufanya nini? Lakini vitabu za roho ya unabii sinasema katika watu wa Mungu ambao wa sabato hao ambao ndio wanatakiwa wapeane nuru. Kitambo Sunday leo itangazwe miezi 3 baadaye, yani nyuma, itakuwa mlango wa rehema kwao utakuwa umesakwisha kufungwa. Sunday leo itatangazwa leo alafu mlango wa rehema ndio unafungwa kwa sabato? Hapana. Mlango wa rehema utakuwa umekwisha kufungwa miezi 3 baadaye nyuma. Miezi sio baadaye, nimekosea Kiswahili, huyo mimi si Mswahili. Kikosea Kiswahili unisamee. Sio baadaye. Yaani kabla. Ya miezi 3 kabla. Yani ya Sunday leo kutangazwa, mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Sasa itabaki wale watu wengine ndio sasa ni wale watu ambao ni wacha Mungu wengine wataenda kuhubiria hao wengine hata kama ni porini watatorokea. Lakini sasa usikuwe Mkristo wa matukio. Amuka uangaze na uangaze siku zote. Uangaze siku zote. Amuka uangaze na uangaze siku zote. Unaangaza hiyo siku zote. Uwe tayari siku zote ya kwamba Kristo akija leo mimi nitakuwa mmoja wao ambao watafika katika ufalme wa Mungu. Usingoje mpaka Sunday leo, maana hujui kesho yako, hujui bana hata sienda sekunde moja hapa utajua wewe utakuwa nani, nini kitakachofanyika katika maisha yako. Huenda ukafuata baada ya nukta ya sekunde moja hapa ambayo tunaongea. So Mungu kuna kitu anataka kwako leo hii. Unjiandae, uwe tayari siku zote. Maana giza kuu litaifunika dunia, lakini wewe Mungu anakuzukia. Kuna kitu unajua ambacho unaona ambacho akionekana na watu wengine. Unajua wakati wa Nuhu, Nuhu aliingia kwa safina na watu wengine wasijue. Unaelewa hilo? Kwa hiyo sasa wewe usikuwe miongoni wa wale watu ambao katika giza. Wale wanaopotelea porini. Tusome kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 14. 24 mstari wa 14, kitabu cha Mathayo 24 verse 14 inasemaje? 24 verse 14. Biblia inasema Sunday leo itakapotangazwa ndio uharibifu unakuja. Hii ndio Yesu anarudi. Yesu anarudi kwa sababu ya kwamba nyinyi mmehubiri neno la Mungu. Sasa Sunday leo itawekwa na watu wataendelea kuhubiriana huko maporini. Kuhubiri neno la Mungu. 24 verse 14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kumbe mataifa wanahubiriwa. Sio lazima wakiri hili neno. Ni huo ushuhuda kwao. Wasio wakasema ya kwamba hatakusikia. Kwa hiyo Mungu Yesu Kristo atarudi wakati sasa sisi wenyewe tutajitolea na kuhubiri wengine. Sio Sunday leo kuwekwa. Sunday leo itawekwa na bado watu wataendelea kuhubiriana hata huko porini. Utakutana na mtu mwambie kwa nini unakimbia? Nakimbia mpinga Kristo. Anamuuliza wewe je, unamjua Kristo? Anakuambia mimi bado. Unamhubiri. Kumhubiri huyu mtu unamwacha hivyo. Unaendelea na safari yako. Itakuwa ni hivyo. Sasa wewe jiulize. Watu wanasema kanisa la Mungu, kanisa la Mungu. Nikuulize swali moja. Wakati mpinga Kristo atakuwa akifanya kazi, kuna kanisa itakuwa imebaki kweli? Kuna jengo litakuwa imebaki kuna watu ndani? Hamna. Kwa hiyo sasa hapo nimewaacha hapa sasa uanze kusumbua akili yako sasa. Maana watu wanasema kanisa la Mungu, kanisa la Mungu. Sasa mimi nauliza swali moja. Wakati mpinga Kristo atakaposimama, anapokuza watu, kuna kanisa litakuwa limebaki?
Kanisa la Mungu litakuwa ni watu wawili watatu ambao wamezikana, ambao wanamjua Mungu, hao ndio watakuwa kanisa. Jengo, hakuna mtu atakuwa kwenye jengo, hilo lielewe. Sasa ubiri langu la siku ya leo ni ya kwamba tujiandae. Ujio wa Yesu Kristo uko karibu. Usikuwe Mkristo wa matukio. Itipaka Sunday law itangazwa ndio uanze kuokoka. Ndugu yangu. Usikuwe Mkristo wa matokeo, kujiandae kumtegemea Mungu siku zote na kuwa mwokovu, kuokoka siku zote, ambao Yesu Kristo akirudi leo, jiandae ya kwamba katika moyo wako na mawazo yako ukae ukijua ya kwamba Yesu Kristo akija leo hivi, mimi naenda mbinguni. Sasa tuombe. Mfalme wa amani na Mungu unayetupenda sana kutujali, Baba, tumekuja mbele zako. Tunaomba rehema na neema zako zipate kuwa pamoja nasi. Andamana nasi siku zote za maisha yetu, usituache. Mahali popote ambapo tumetanga mbali na wewe, Baba, tuombe tusamehe. Tuelekeze katika njia iliyonyooka. Jehova, nyoosha mapito yetu, nyoosha na akili yetu. Zungumza na mawazo yetu. Tusaidie hata kutumia vitu ambavyo haviharibu ubongo wetu. Bali Baba, sehemu yako ambayo ni mawasiliano yetu na ya kwako, Baba, kuisafisha kabisa, tupate kusikia sauti yako, na zaidi ya yote tusaidie kutenda, Baba, tukisikia sauti yako. Maana Wakristo wengi tunasikia hata sauti yako, lakini kutenda, kutii, Baba, ndio inakuwa ni shinda. Tusaidie tutii, Baba, na tupate kuelewa neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.